Ni mapema alfajiri, ikihanikizwa na sauti tamu za ndege. Mwanamke aliyejitambulisha kwa jina moja la Asha, mama wa watoto 4, akiwa amevaa viatu virefu vya mpira, akiwa sebuleni kwake akikanyaga maji, kana kwamba yu baharini ama mtoni akielekea nje. Mama huyu mwenye umri wa miaka 32 anasema maisha yamekuwa magumu kutokana na hali ilivyo ya eneo hilo kujaa maji, ambapo bei ya bidhaa imekuwa juu kutokana na eneo lao kuzungukwa na maji, na hiyo imekuwa ni hali ya kawaida kwao. Anasema hali hiyo imesababishwa na maji kutoka ziwa Tanganyika upande wa Burundi katika zama za mabadiliko ya tabia nchi na kusababisha mafuriko ya mara kwa mara. Tangia 2019 tuko ndani ya maji, tunachoka hata kwenda kupanga. Jua ukienda panga mara nyingi ukikuwa na watu wengi wanakuambia watu wengi hakuna nyumba ya kupanga. Sana sana si watu wadogo hatuna hela ya kupanga nyumba, watu 500,000 hawatatuitikia. Majengo ya kifahari ya Gatumba, mji uliopo nje kidogo ya jiji la Bujumbura nchini humo, ni ukumbusho wa ustawi wake wa hivi majuzi. Lakini mara nyingi wakazi wake kwa sasa wanalazimika kuweka mahema juu ya mapaa yao ya nyumba, huku watoto nao wakigeuza sehemu hiyo kuwa ni ya kuchezea na kutembeleana kutoka nyumba moja kwenda ya nyumba nyingine kwa kuunganisha chupa za plastiki na kuwa ndio njia. Asha anasema wamekuwa katika adha hiyo kwa miaka mingi, sio kwa kupenda kwao, bali ni hali ya maisha kuwa ngumu. Sio sema tutaki kuhama, kipato cha hela hamna. Mimi sichuuzi, mimi wangu ni mwalimu, na yeye kumlipa shule ni shida, matatizo. Akipata kujachomesha kurudi Swale ndo ampatia franga kadogo tunaemea. Franga kulisema kuna ni kulipa nyumba hamna. Na gisi hatuna hema kusema tulombe fasi kwa kuna panakauka tutie eko, hakuna hema. Tunabaki sama hema, tunavumilia paka mwezi wa 7, ikipunguka maisha endelea. Mtaalamu wa mipango miji na mazingira katika chuo kikuu cha Burundi, Bernard Sindayebura, anasema kiwango cha ziwa Tanganyika kimeongezeka kwa mzunguko, lakini kimechangiwa na ongezeko la joto duniani. Joto la juu la uso kwenye ziwa hilo la pili kwa ukubwa barani Afrika limekuwa likiongezeka kwa kasi na kusababisha mvua zaidi na kusukuma ziwa hilo juu ya wastani wake wa kihistoria tangu mwaka 2018. Alisema kiwango cha juu cha maji kinamaanisha mto Ruzizi hauwezi kutiririka ndani ya ziwa, ukijaa eneo jirani mwaka hadi mwaka, ikiwa ni pamoja na Gatumba kwenye ufuo wake wa kaskazini. Asha alikimbia na familia yake wakati wa mafuriko makubwa mwaka 2023, ambayo alifikia kiunoni mwake kutafuta hifadhi katika makazi ya muda ya karibu kwa jamaa zake. Mafuriko yamejitokeza tena mwaka mmoja baadaye na kisha mwaka huu na kusababisha vitongoji vingi kukumbwa na janga hilo. Eneo hilo liliwahi kustawi kutokana na ardhi yake yenye rutuba na biashara katika mpaka wa karibu na Kongo. Kiongozi wa kitongoji huko Gatumba, Jean-Marie Nyankuru, anasema wenyeji walikuwa wakitafuta njia ya kuishi, lakini ilikuwa ni ngumu. Watoto wanaugua ugonjwa wa kuhara kwa sababu maji yamechanganyika na maji ya chooni, kwa kuwa yanafurika mitaani na wengi wao wakiugua kipindupindu. Anasema wengi wa wananchi wa eneo hilo wamekuwa kwa miaka mingi wakiishi kutokana na kilimo kwa kuwa ardhi yao ni yenye rutuba ya kutosha. Magonjwa ni ya mengi. Pako watoto wanaugua madialysis. Unaona kama matwareti hii maji kiingia na matwareti anamwangika mu barabara. Zile za kolera ile maugonjwa ya madiale ndio ya mingi sana hapa. Lakini hivi kwa mganga kupata franga za kwenda kwa mganga, tunasikia kama kazi hivi hakuna. Ba mingi hapa banalimaga huko mashamba. Habana kazi ya leta ba mingi. Mwaka 2024, mvua kubwa iliyosababishwa na hali ya hewa ya El Nino ilisababisha karibu watu 100,000 kuhama makazi yao na kupoteza maisha ya watu wengi, ingawa hakuna fidia iliyotolewa na serikali. Arieli, mama wa watoto 7 sasa, anaishi katika kambi ya Gateri kaskazini mwa nchi hiyo. Anasema alipoteza kila kitu kutokana na mafuriko yaliyotokea Gatumba mwaka 2020. Nyumba yake ilianguka na kumwokoa mtoto wake mchanga aliyekaribia kusombwa na maji ya mafuriko na kuamua kuhamisha familia yake katika kambi 2 tofauti na kukumbwa tena na mafuriko. Geoffrey Kirenga ni mkuu wa misheni na operesheni wa kilimo
wa shirika la Save the Children nchini Burundi ametoa wito kwa mashirika makubwa ya fedha na misaada kusaidia walioathirika na mafuriko hayo. Amesema watu hao wapo katika hali mbaya kutokana na utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kusimamisha 83% ya miradi ya kibinadamu kutoka nchini humo na mipango iliyohusiana na hali ya hewa ambayo inaweza kupunguzwa. Tunapata wazazi wanaolazimika kusafiri umbali mrefu na wengine wakitelekeza familia zao na kuwacha wakina mama wakilea watoto wao wenyewe. Hivyo tumekuwa na watoto wanaoacha shule na kwenda kwenye vibarua. Kuna mambo mengi yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa nchini Burundi. Marekani ilichangia 40% ya misaada ya kimataifa na hakuna nchi ambayo imeingia ili kuziba pengo hilo. Umoja wa Mataifa unasema Burundi ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani iliyoorodheshwa ya 187 kati ya 193. Pia imesema nchi hiyo ni ya 20 katika nchi zilizopo katika hatari zaidi ya kukumbwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Waswahili hasa wa ukanda wa pwani wana msemo wao unaosema kila ujionavyo ujue washindwa. Msemo huu unahanikiza tabu wanayoipata wakazi wa Gatumba nchini Burundi. Wewe ukisema kuna shida nyumbani kwako, wenzako wana shida mara mbili. Mimi ni Lugendo Madege, UFM.